Mchezo namba 184 uliokuwa na utata kwa takribani miezi kadhaa nchini Tanzania, NBC Premier League kwa mwaka 2025, utata wake tayari umeondolewa, lakini utata ulioondoka umeacha doa kwa klabu ya Simba, wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo baada ya kufungwa kwa magoli mawili tamati ya mchezo haikutamatika kwa uzuri kwa namna yake. Klabu ya Simba mwaka 2025 ikumbukwe wametinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku kwa mujibu wa maneno kutoka kwa viongozi walidai kwamba mwaka 2025 kwa klabu ya Simba ni mwaka wa ujenzi wa kikosi cha Simba, huku mwaka 2026 ukitajwa kuwa ni mwaka wa mafanikio baada ya ujenzi wa kikosi cha Simba. Baada ya kufika hatua ya fainali, wengi wa mashabiki na wadau wa soka walidai kwamba klabu ya Simba imejengeka na ikajengeka vilivyo kwa ajili ya klabu kushindana na mashindano mbalimbali ya kiushindani. Lakini kwa sasa imeibuka kauli nyingine kufuatia kupoteza mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo namba 184, baada ya kufungwa magoli mawili dhidi ya Young Africans. Wengi waliibuka wakisema klabu ya Simba bado haijajengeka, inahitaji wachezaji machuadi na inahitaji kuongeza nguvu kupitia sajili katika msimu ujao. Yanga wamefanikiwa kumfunga klabu ya Simba kwa mara 5 mfululizo, wakimfunga magoli 5, wakaja wakamfunga magoli 2-1, wakaja wakamfunga goli 1, wakamfunga goli 1, wakaja wakamfunga magoli 2-0 hapo juzi. Sasa mengi yameibuka, huku kocha wa klabu ya Simba naye akiweka wazi msimamo wake kwamba klabu ya Simba haina wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua mechi. Sasa sehemu ambayo kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davids amekuwa akihitaja zaidi ni sehemu ya namba 10. Anahitaji kuongeza nguvu katika sehemu ya namba 10, ambapo namba 10 inachezwa na Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua kwa takwimu zake za msimu wa mwaka 2024-2025 ameasisti, amefunga, akiwa top scorer wa ligi mpaka sasa. Ligi imetamatika akiwa na magoli yake 16, lakini magoli mengi amefunga kwa penalti. Ana magoli 7 ya penalti kati ya magoli 16. Maana yake amefunga magoli 9, 7 ni ya penalti. Sasa namba 10 ambayo Jean Charles huwa anaicheza, kwa mujibu wa kocha Fadlu Davids, anataka kuongeza nguvu ili kuhakikisha anapata kikosi imara kwa msimu ujao. Klabu ya Simba wameanza kumuinda Faisal Salum Abdalla kwa miongo kadhaa, wamemtaja sana katika klabu ya Simba. Wamemuinda pia Mabululu kutoka Al Masry ya Misri ya Tunisia kwa miongo kadhaa, wameshindwa kwa mujibu wa gharama za wachezaji hao. Sasa nani anaenda kuchukua nafasi ya kocha ya mchezaji Jean Charles Ahoua ambaye amecheza akionyesha takwimu zenye ubora, akichukua nafasi ya mfungaji bora, akichukua kiatu cha ufungaji bora NBC Premier League kwa mwaka 2024-2025. Ikumbukwe klabu ya Simba hawajapata kombe lolote tangu kuanza kwa msimu wa mwaka 2024, iwe kombe la Mapinduzi, kombe la CRDB, kombe la, hawajaondoka na kombe la aina yoyote zaidi ya kupata kiatu cha dhahabu. Kuelekea mashindano ya msimu ujao, klabu ya Simba wanajipangaje? Siku chache zilizopita imeripotiwa kwamba kuna usajili huenda ukafanyika katika klabu ya Simba. Sasa yaliyoibuka ni kwamba ujenzi wa klabu ya Simba haujaisha, bado unaendelea. Wanahitaji kufanya maboresho katika sehemu muhimu, ikiwemo sehemu namba 10, sehemu ya ushambuliaji ambayo inaongozwa na Lionel Ateba na Steven Dese Mukwala. Kwa jicho la tatu, Steven Dese Mukwala anawindwa na klabu za Afrika Kusini, ikiwemo Kaizer Chiefs ya Nasser bin Nabi ambayo imemtaja Steven Dese Mukwala kuhitaji huduma yake. Steven Dese Mukwala pamoja na Lionel Ateba wote wana magoli 10+ wakifunga na kuasisti. Moja ya safu ya ushambuliaji ambayo kidogo imeleta matumaini kwa klabu ya Simba. Shida ni namba 10 pamoja na backline ya mtu mmoja. Tatizo ni kwamba wengi walidoubt kwamba ikiwa Simba watafanya marekebisho katika safu yao ya ulinzi, kuepuka makosa ya mtu mmoja katika safu yao ya ulinzi, hiyo itawafanya kupata kikosi imara katika msimu wa 2025-2029. Nini maoni yako kuelekea uimarisho wa kikosi cha Simba msimu ujao katika safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji, especially namba 10? Tuma maoni yako hapa. Hii ni Flow Updates. Usisahau pia kusubscribe, comment, kulike, kushare, bonyeza alama ya kengele
Shout out kwako mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa nguvu sana.